Leo nataka tuangazie moja kati ya kesi mashuhuri sana, ama kesi ya kwanza ya uhaini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka tutazame kisa cha Mtanzania wa kwanza kuhukumiwa kwa kesi ya uhaini ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa ni mwanajeshi level ya komando. Ukipitia historia utakutana la jina la mtu anaitwa Juma Thomas Zangira. Alikuwa ni askari wa jeshi cheo cha komando, ambaye alikuwa na hudumu haswa katika cheo cha military intelligence, kwa maana MI. Unajua hata jeshini kuna mfumo wao wa kijasusi kwa maana ya military intelligence. Komando huyu alipitia mafunzo kwenye nchi mbalimbali. Alipita Cuba, alipita China, alipita Marekani na nchi zote ambazo unazifahamu ziko bora katika sekta ya kijeshi, lakini yeye alibobea zaidi kwenye ujasusi. Huyu ndiye Mtanzania wa kwanza kuhukumiwa kesi ya uhaini, ambapo alikaa miaka 20 ama alipata hukumu ya miaka 20 gerezani. Simulizi inaanzia mwaka 1977 Julai 27, ndipo ambapo kisa hiki kinaanza. Lakini yeye alikuwa amefanya kazi hizo tangu mwaka 1971 mpaka 77. Ni nani huyu Juma Thomas Zangira? Maswali yanaanza kujiuliza. Askari wa jeshi, cheo cha afisa mkubwa tu. Tunaanzia hapo leo hii kumtazama ama kesi ya kwanza ya uhaini, namna gani ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vilifanya kazi kubwa sana. Kwanza kabisa unatakiwa ufahamu kesi hii ya kwanza ya uhaini, kutokana na ishu ya uzoefu, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya serikali chini ya DPP Damian Meela, ilibidi kesi hiyo ipate usaidizi ama iongozwe na jaji mkuu, alikuwa ni Francis Nyalali, akisaidiwa na wazee wa baraza, ambalo baraza lilikuwa na wazee watatu. Kulikuwa na mzee Zuber Ali, mzee Hussein Hamis na mzee Simba Salum, akishirikiana pia na DPP mkurugenzi wa mashtaka Damian Meela. Moja kati ya simulizi ya kuvutia sana. Nimesoma kwa kakaangu Habib Anga ameandika, lakini pia kwa msaada mkubwa wa Azam TV walifanya mahojiano na Senior Assistant Commissioner of Police Abdallah Wazir Msika. Lakini pia nimesoma katika sites mbalimbali ikiwemo Jamii Forums, pia kisa hiki wamekiandika. Sasa tuanze simulizi yetu ilikuwaje. Wakati wa harakati za uhuru wa mataifa ya kusini mwa bara la Afrika kama Zimbabwe, kama Msumbiji, kama South Africa, mataifa haya yote, Namibia, wakina Sam Nujoma wale, wakina Samora Machel, wakina Robert Mugabe, wakina Edward Mondrane wa Angola, wakina Nelson Loisasha Mandela wa South Africa, wote karibia walikuwa wanaitegemea Tanzania ikiwa kama kituo chao kikubwa cha mikutano na mikakati mbalimbali kuelekea ukombozi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika. Sasa kutokana na unyeti huo na vikao vyao vingi walikuwa wanafanyia Kilimanjaro Hotel. Sasa kutokana na unyeti wa taarifa hizo ama vikao hivyo, serikali ya Tanzania iliona iko haja ya kumweka afisa ambaye atawasaidia katika kuhakikisha kwamba wanakuwa serikali inapata jicho, sikio, pua na mdomo kutoka katika hoteli ya Kilimanjaro, ambapo walikuwa makomredi mbalimbali ambao walikuwa ni marafiki wa Mwalimu, ambao walikuwa wanafanya vikutano ama mikao mbalimbali kuelekea katika ukombozi wa nchi za kusini mwa bara la Afrika. Ndipo hapa ambapo akaingia sasa Bwana Juma Thomas Zangira, komando wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Yeye alipewa nafasi ya upelelezi, kwa maana alikuwa anaongoza intelijensia, ndo alikuwa yeye anaiwakilisha serikali kwa maana kutokea pale nje. Walichokifanya ni nini? Walimpa ofisi katika floor ya chini pale Kilimanjaro Hotel pale. Yeye walimfungulia kampuni ya travel agency, yani ilikuwa ni kampuni ya usafirishaji watu, kuwachukua sijui wapi, kuwapeleka Mikumi, kuwapeleka Serengeti, kuwapeleka Ngorongoro, watu kuingia na kutoka nchini. Kwa watu wengi walikuwa wanamfahamu Juma Thomas Zangira kama mtu ambaye alikuwa na kampuni ya upelelezi na usafirishaji.
hawakuwahi alikuwa na travel agents, kwa maana kwamba alikuwa na kampuni ya usafirishaji. Hawakuwahi kufahamu kwamba ni askari jeshi mwenye cheo cha komando aliyefuzu mafunzo ya military intelligence. Zangira aliaminika sana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mwalimu, kabla ya kucompromise kwa Waingereza akiwemo Peter Wilson. Kwa rasmi akaanza sasa kutoa taarifa, yani taarifa ambazo serikali walibidi wazipate, akawa anazitoa na kuzipeleka kwa Waingereza. Yani alikuwa anauza siri, akawa compromised, wanasema hivyo. Sasa mtu wa kwanza kupokea tangu mwaka 71 ikafika mwaka 1977 jeshi la polisi ndio walikuwa watu wa kwanza kupokea taarifa kwa babana Juma Thomas Zangira anauza siri za nchi. Umeona sasa hapo michakato ilivyokuwa migumu. Na mtu wa kwanza kupokea taarifa alikuwa ni Senior Assistant Commissioner of Police Ali Juma Guguru. Ndo alikuwa mtu wa kwanza kupewa taarifa. Ali Juma Guguru alipopewa taarifa hiyo hakuamini kamishna msaidizi wa polisi. Aliinamisha kichwa chini, inawezekanaje? Sasa baada ya kupokea taarifa, watu hawakatai taarifa, wakaichukua. Sasa ilibidi uanze uchunguzi na upelelezi. Kumbuka anayepelelezwa ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania mwenye cheo cha komando, ambaye ana uelewa mkubwa sana wa swala la intelijensia, Juma Thomas Zangira. Simu